Tuanzie nchini Kenya. Mashindano ya dunia ya kukimbiza magari ya awamu iliyofanyika hapa Kenya kule Naivasha ilimalizika jana na raia wa Japan Takamoto Kasuta kutoka timu ya Toyota aliibuka bingwa baada ya kumaliza kwa muda mzuri wa saa 3 dakika 16 na sekunde 5 katika hatua zote 18, na baada ya ushindi wake alikuwa na kauli hii: Ndio maana tuko hapa bila kufa moyo, na hasa wiki hii ambapo tulipata matatizo mengi sana mwanzoni mwa mashindano. Tulikuwa nyuma sana kwenye jedwali, lakini tulirejea na nguvu. Asanteni sana kwa kunishabikia, mashabiki wote wa hapa, na tutarudi kila wakati, ila nisisitize kusema asante sana, na natumai nimefurahia nyakati nzuri zenye msisimko na matokeo bora. Bila shaka ushindi huu utakuwa pekee au wa kwanza tu, zingine nyingi zitakuja, na ndio mpango wangu. Haikuwa rahisi, bali kutia bidii tu. Asanteni. Naam, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Mezelet, kama unavyoona jina lake, alionyesha wenzake moto sana. Alionyesha moto, na bila shaka tu wape hongera sana wana michezo wetu kwa kazi nzuri ambayo wamefanya kuhabarisha kuhusiana na mashindano haya. Hakika Paul Nzioki na Jason Sagini na mafundo wa mitambo. Na baada ya kumalizika kwa Safari Rally nchini Kenya, mashindano haya yanahamia kule Sweden mwezi Aprili. Katika soka ni kwamba kulikuwa na mechi za klabu bingwa na shirikisho barani Afrika. Tuanzie na mechi za shirikisho. Klabu ya Manyema United ikiwa kule Lubumbashi ilichomoza na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya USM Alger ya Algeria. Lakini katika mechi nyingine kwamba Olympic Safi ya Morocco ilitoka sare na Wydad Casablanca pia Morocco bao 1-1 katika mechi iliyochezwa hapo jana. Mechi za marudio zitachezwa tarehe 21 au tarehe 22 mwezi huu kutafuta timu ambazo zitafuzu katika hatua ya nusu fainali. Kwa upande wa taji la klabu bingwa ni kwamba mabingwa watetezi Pyramids ya Misri ilitoka sare ya bao 1-1 na AS FAR ya Morocco, huku Stade Malien nayo ikifungwa na Mamelodi Sundowns ambao katika mwaka uliopita walifika katika hatua fainali. Walishinda Stade Malien mabao 3-0. Esperance de Tunis na Al Ahly, Esperance walichomoza na ushindi wa bao 1-0, huku RS Berkane na Al Hilal ya Sudan, timu zote mbili zikitoka sare ya bao 1-1. Na katika riadha ni kwamba Hellen Obiri alishinda mashindano ya nusu ya marathon kule New York baada ya kumaliza kwa muda wa saa 1 dakika 6 na sekunde 35.